Tunamshukuru Mungu, tumerejea salama kutoka Kigoma, tumeingia usiku wa kuamkia leo, lakini niseme tu kwamba wachezaji wote wako salama kabisa. Saizi wote hapo camp wamepumzika, tunasubiri mazoezi ya mwisho leo. Mchezo wa kesho tunautambua umuhimu wake, ni mechi itakuwa ngumu, lakini sisi kama KMC tumejipanga, wachezaji wako tayari kwa ajili ya mchezo. Nakaribisha maswali. Yes, coach. Naona kutana na timu ambayo ina safu nzuri ya ushambuliaji. Kwa sababu ni hatari sana against defense line. Kwa kama coach, unatuhakikisha ni kiasi gani kwamba unakwenda kuoffense katika msingi wa kuzuia mpira ukali? Tunatambua uwezo wa wachezaji wa Simba, lakini sisi tumejiandaa kwa sababu tunajua na sio mara ya kwanza kucheza nao. Tumejipanga kwa ajili ya kukabiliana nao, na vijana wako tayari na kile kitu tushakimaliza mazoezini. Tunajua ndio kimsemo kushuka daraja, lakini rekodi pia ndogo pia nazo ni muhimu. Tutegemee kesho kuona KMC kibadilisha namba 1 kwa namba 2 kwenye msemo wa NBC. Ni sare ama ushindi kutoka 9 kwenda 10 wala kuzuia namba 2 pale kwenye msimamo. Hii ni football, lote za katokea na wachezaji kama tushuka daraja. Football ni kazi yao, mpira ni kazi yao, lazima wapambane kwa ajili ya kutafuta nafasi sehemu zingine waonekane. Kwa ni sehemu japo ya kujiuza. Kwa kila mmoja anaitambua hilo. Kwa uweze katokea, sio kwamba lazima kwa sababu tushuka daraja kwa labda tuweza kazala tukafunga, no, hapana. Lakini lote katokea, wenyewe wanatetea maisha yao na sisi kama benchi tunatetea kazi yetu. Kwa mchezo na hisi itakuwa mgumu. Swali jingine? Kuna ngumu gani mwalimu kimorali lakini pia kimbinu kuzungumza na wachezaji kuelekea mchezo mgumu ama mchezo wowote, lakini hali muda huo malengo yamekwisha kuwa tofauti na kushuka kwenye ligi kuu hizi. Kuna ngumu gani kufikia walimu kwenye kuandaa wachezaji kuelekea mchezo? Ngumu upo, lakini sisi walimu ndo kazi yetu kuwajenga wachezaji kisaikolojia kwamba hii ni mpira, inaweza katokea lolote, lazima turudi kwenye msimamo wetu, kwenye kii yetu. Lazima tufuate utaratibu tuwekezana, lakini kila mmoja tunajenga kisaikolojia kuongea nao, kwa sababu kutoka muda mrefu sana sisi tushashuka daraja. Kurudisha motisha wachezaji mchezoni, lazima tuwajenge, hii kazi yenu, pambaneni. Hata kama hautakuwepo msimu unaokuja KMC, basi inaweza kuonekana ukachukua timu nyingine. Kocha zungumza na mashabiki wa KMC. Ni waombe mashabiki wa KMC waje kesho kuisupport timu yao, tumalize ligi salama, tuendelee na msimu mwingine unaokuja. Kwa hiyo wasikate tamaa, tuko pamoja sisi kama benchi la ufundi, wachezaji bado hujakata tamaa, tutapambana kuhakikisha tunapata pointi 3. Nakaribisha sana. Shukrani sana. Naam, huyo alikuwa ni kocha Imani Mwalupekelo ambaye amezungumza kwa niaba ya benchi la ufundi la timu ya KMC. Ni wakati wa kumsikiliza mchezaji ambaye atazungumza kwa niaba ya wachezaji wenzake, au kama wachezaji wamejipanga vipi kukabiliana na timu ya Simba. Karibu sana, zungumza na asubuhi. Sisi kama wachezaji tunamshukuru Mungu kwanza kwa uchovu wa safari wa kilomita nyingi kutoka Kigoma mpaka hapa Dar es Salaam. Nadhani tumejipanga vizuri kukabiliana na Simba. Wachezaji wote wana morali, na hata kama timu yetu imeshuka, sio kama ndio sisi tuharibu kazi yetu, kwa sababu imeshuka, tutapambana tafuta pointi 3. Nakaribisha maswali. KMC imekwisha shuka na kwenye soka kila kitu kinawezekana. KMC mmejifunza nini kwa msimu huu, pengine hata ukisalia ligi kuu msimu ujao, endapo tutasalia, kwamba ligi kuu ya kandanda nchini Tanzania kwa sasa hivi? KMC mimi nadhani hata kama ingetokea wote tushinde, lazima angepatikana mwisho kushuka. Mimi nadhani ni upepo tu mbaya umekipitia, sio kama tuna timu mbovu basi tu ni mipango ya Mungu. Inakaa tumeshuka, tutaenda kujipanga tena kwa sababu ya msimu mwingine. Mnakwenda kumaliza ligi na mpinzani ambaye ana uwezo wa juu sana katika mazingira ya uwanjani. Wewe kama mchezaji, kiasi gani kwamba unaweza kuhakikishia kwamba kwa mchezo kesho utakuwa na uwezo wa control tempo, tension na pressure mchezo? Paka tupo ligi kuu, na maana tumejiandaa kupambana na kila timu kwenye ligi. Kwa hiyo Simba ni timu kubwa, tutaenda kupambana ili tuweze kuendelea kutafuta timu nyingine, wachezaji wengine, kwa sababu
mara nyingi kwenye mpira wetu wa Bongo timu ndio inashuka ila mchezaji ashuke. Kwa hiyo tena kupambania. Swali la mwisho. Zungumza na mashabiki wa KMC. Mimi naomba washabiki wa KMC waje watusapoti, kuisupport timu yao ili tuweze kufanya vizuri. Shukrani sana. Naam, hao walikuwa ni timu ya KMC, ni wamezungumza namna ambavyo watakavyopambana na timu ya Simba hapo kesho. Tunaelekea katika mkutano wetu wa 3 ambapo timu ya Azam utakutana na timu ya Dodoma Jiji. Tuko hapa